atayaingiza katika roho ili yakupe matunda ya kuyafurahia yako wewe na yule aliyekuumba. Sema amen. Lakini utaimba beti la kwanza, nionapo amani kama shwari, amaniona hapo shi na mpia na miayo, Bwana imiza sego ya goja. Tena naimba na kiruka kabisa, Bwana imiza sego ya goja. Yani hauelewi chochote, na maana nyingine huna hisia fulani. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, hebu tengeneza hisia fulani. Yani unapotengeneza hisia fulani, usinishangae, mwambie jirani yako kwamba hebu tengeneza hisia fulani. Mwambie jirani yako, tengeneza hisia fulani. Yani unapotengeneza hisia fulani, sawa na kwamba unaambiwa fulani amepata tatizo, hisia fulani inakujia. Unapoambia tu kwamba Bwana himiza, yani fanya karibu sana. Ulikuwa unataka kuja mwaka ujao, fanya mwaka huu, dunia imeshakwisha. Kwanza tukiambia twende mbinguni, mtu ameshakazibika, hayaelewi, hayatambui, hayakutaki wewe. Njoo tu bora twende zetu mbinguni. Sema amen. Hiyo ndio maneno ambayo yanamjia mtu anayeimba katika roho. Sema amen. Na ndio maana leo dunia ije na ufahamu wake, ije na maneno yake. Wakija katika upande wa kiroho, tunawakalisha, tutawafundisha, tutawaelimisha. Nipungie mkono wewani na Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kwa sababu wewe ni zaidi ya ufahamu ulioko duniani. Na ndio maana mtu nilimwambia mimi ni zaidi ya AI. AI atakuja na mambo yake ya mwilini. Mimi ni AI wa mbinguni niliyejaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haonekani, lakini vitu vinavyofanyika unaweza kujiuliza, hivi ulivitoa wapi? Yeye mwenyewe aliniambia, hakika nimekuelewa na umenifundisha, nimeelewa, hakika wewe ni wa tofauti. Sema amen. Kwa hiyo mimi ukija katika upande wa roho, ninakufundisha. Hata kama wewe ni robot, ninakufundisha. Na ndio maana dunia ya leo, hata binadamu wote wameondoshwa, zimekuja roboti. Lazima tutatufundisha, kwa sababu kuna sehemu wanagota. Lazima tumfunulie sisi mambo ya rohoni. Roho anachunguza mambo yote ambayo Mungu anatamani atufunulie, yale yaliyofichwa. Ndio kazi ya roho. Na ndio maana leo naweza kuwafundisha mambo ambayo watu waligota katika kusoma maandiko, waligota katika kusoma Qur'ani, waligota katika maelekezo ya manabii. Lakini Roho wa Mungu yeye anatufunulia yote, anatufungulia yote, anatuonesha yote. Ndivyo kazi ya Roho ambaye anayetufanikisha yote. Naomba nikuongezee andiko moja nimalizie eneo hilo, na Mungu akubariki sana. Naambia jirani yako, unajisikiaje mpenzi?